Mwenyezi Mungu ni Jabbar, lakini hapendi mtu awe jabbar. Mwenyezi Mungu ni Qahhar, hapendi mtu awe qahhar. Mwenyezi Mungu ni Mutakabbir, hataki, siku hapendi, hataki mtu awe na kibri. Lakini ajabu, Mwenyezi Mungu ni Afuun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Basi kwa sababu ya wewe tuhibbul afwa, sasa kiwa wewe wapenda afwa, fa'fu anna. Na sisi tufanye nini? Tusamehe. Si wapenda kusamehe? Si wewe ni mwenye kusamehe na wapenda watu wasameheane? Basi tusamehe. Na ndio dua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimfundisha Sayyidatina Aisha alipomuuliza, wakamwambia ya Rasulullah, wewe umetuambia katika hii Ramadhani kuna usiku wa Lailatul Qadri, tufanye nini, tuombe nini? Akamwambia sema Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Kabla sijaingia kuelezea, ningependa kidogo nieleze katika Qur'ani kuna vilma vitatu vimekuja. Kuna faliafu, waliyasfahu, waliyaghfiru. Kiswahili sisi ufasiri zote wasamehe, wasamehe, wasamehe. Na ndio ukaona baadhi ya vilima havikuja tu samehe, ilikuja fasfahi safhal aljamil. Hakuna fa'fu afu aljamil, fasfahi safhal jamil, kwa sababu kuna vingine msamaha mwingine hauitwi ni msamaha. Wakati unapomwambia mtu nimekusamehe, lakini mimi na wewe story ifanya nini? Kuisha. Haiwi. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mwanzo akaelezea hali ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na yale matendo yake, mambai ya matendo yake yatokana na kitu gani Mtume kuwa vile tabia yake. Akamwambia fabima rahmatin min Allahi linta lahum, bas bima rahmatin min Allahi, wewe hii tabia ulionayo nzuri, huu muamala ulionao mzuri, haya matendo yako mazuri, hili tangamano lako zuri, fabima rahmatin min Allah. Na hii usitegemeze ukajiona wewe uko sawa ukasema wazee wangu bwana, mwalimu wangu bwana, nani? Allah. Fabima rahmatin min Allah linta lahum, ulikuwa laini wewe. Na kinyume cha laini ujue natija yake ni hini, wala ukunta fadhan ghalidhal qalbi, ukiona watu wanakukimbia, watu wanakuogopa, watu wanajitenga na wewe, jua una tabia fadhan, shupavu, huambiliki. Kuna watu watakumsalimia wewe waogopa, hata ile salamu alaikum wewe mwambie amani na bado watetema, asijui ukimtaka umshauri wewe utaweza vipi. Wala kunta fadhan ghalidhal qalbi, moyo wako haukubali kusamehe, moyo wako haukubali kunegotiate, moyo wako haukubali maelewano, masikizano. Fadhal ghalidhal qalbi lam fadhu, natija hii lam fadhu min hawlik. Ukiona watu wanikimbia, mimi jamaa mbona hawanipendi, mimi watu mbona hawanisikilizi, mimi mbona watu hawawi karibu na mimi, mbona watu hawanisalimii, jua una ghalidhal qalbi, haiwezekani. Na hili neno ndio limfanyia Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu aketi ajifikirie wakati alipoingia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa nana Hafsa. Sayyidina Umar ajua aenda kwa mtoto wake, kuingia akakuta Mtume amekaa na wake zake. Wajua wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni grupu mbili. Grupu moja iko kina Hafsa na Aisha na wengine, grupu moja iko na Ummu Salama. Walikikaa pamoja wake na mume wao, wakikaa kuzungumza. Wafaa wewe na wake wanne ukae tena story, lakini ni story, sio mpeleke mkono huyu ukimpelekea mkono huyu, haifai. Wewe kwako wewe ni halali, lakini wao kwa wao si halali kukuona wewe umechanganyika wale wanawake wawili watatu wake zako, la, haramu.
Fai kumpiga busu mke wako mbele ya mke mwingine, la, haramu. Sasa Mtume SAW amekaa na wake zake wanacheka. Sijua tena wewe mtu kama Mtume SAW ni furaha tu akikaa na wake zake. Akiingia Sayyidina Umar wanawake wamekula kona. Sayyidina Umar akasema, "Nyinyi wabaya, mweza kukaa na Mtume mkamchekesha hivyo mkiniona mimi mkanikimbia?" Mwanawe Hafsa akamwambia, mtoto wake akamwambia, "Baba, wewe tofauti na Mtume. Mtume watu mkimbilia, mswalieni Mtume. Wewe watu kukimbia. Meno pia kwako ni ghali. Uonekane hata meno saa zote umenuna." Lakini Mtume SAW kila ukimuona hashan basha, saa zote asmail. Masahaba walikuwa hawajui, kila mmoja anaona Mtume ana smile na mimi. Maana yake akizunguka huko ana smile, akizunguka huko ana smile. Kuna watu haya meno kama uchi. Mungu aliweka juu yaonekane. Angekuwa hata kuonekana angeweka sehemu nyingine. Meno pia yanaona ghali pia yasionekane. La haula wala. Fikiri gari la jeshi. Haitakiwi. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea ndani ya Qur'ani, atuelimisha sisi, walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlika. Wana ukiona watu wanakukimbia, jua wewe katika moyo wako huna wepesi, si laini, sio sahalul manal. Sasa angalia sifa alizoelezewa Mtume, kisha anaambiwaje? Fa'fu anhu, wasamehe. Haiwezekani kumsamehe asokukosea. Amekukosea lakini wasamehe. Anaamrishwa Mtume wasamehe. Baada kusamehe, huno ndio msamaha. Ukiutaka msamaha usome katika hii aya. Wasamehe, si tu si umwambie mtu nimekusamehe, wastaghfir lahum. Wewe ukimsamehe mwambie mimi nimekusamehe na nakuombea Mungu afanye nini? Akusamehe. Hapa ndipo msamaha. Sio haya nimekusamehe nenda zako. Hujatoa msamaha. Utakiwao msamaha ni huno, fa'fu anhu wastaghfir lahum. Si tu washawirhum fil amri, bado endelea na wao, endelea na yeye, shawiriana. Kweli unaweza kumshauri adui yako? Mtu aweza kumshauri? Mtu hamshauri mtu ila alomkinai. Kweli si kweli? Mtu hataki ushawara. Wajua kumshauri mtu wenye falsafa wakwambia ukienda kumshauri mtu umeiba akili yake bila kutaka. Wewe usione bwana yule afanye jambo ila nishauri, yule hapendi ila kuiba akili yangu. Mtu akikushauri ameiba akili yako. Sasa ikiwa akili yako iko sawa, amenishauri lakini ule ushauri sijaupenda na akili yake iko sawa. Sasa mtu akikushauri kaiba akili yako bila wewe kutaka. Sijisifu tu kwamba yule bwana jambo lolote akitaka kulifanya mwanzo mpaka nishauri mimi, maana yake mpakaje yeye akili yangu. Sasa Mtume SAW, nani mwenye akili iliyokamilika kama ya bwana Mtume? Tumswalie Mtume. Mimi nimechoka hata jina la Mtume haliwachangamshi nyinyi. Tawataja Israeli. Umeona mnachangamka ukitaja Israeli. Taja Israeli aje hapa. Achague. Banafi uko tayari? Basi changamkani na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye akili iliyokamilishwa na Mwenyezi Mungu, lakini anatumwa ambiwa alokukosea msamehe, na ukimsamehe shauriana. Maana yake usimkate, usimtenge, usimwepuke, usimbague. Wewe kwa nini leo kaka yako damu moja unamwambia bwana mimi na wewe sawa, lakini kila mmoja angalie shughuli zake, angalie mambo yake, mimi tusiulizane. Mimi na wewe sasa kama pamba na moto. La ilaha illa Allah. Umetoa wapi Uislamu? Umetoa wapi taalimati? Jamani, sisi tumeletewa Qur'ani sio kuihifadhi. Qur'ani tumetewa sisi tuifuate. Kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayati. Mwenyezi Mungu asema hii ndio kazi ya Qur'ani, liyadabbaru. Na tulipoata atadabburu bi ayati Allah, utakuta mtu amehifadhi mswahafu na ameteta na mamake, kwa sababu yeye amekwenda kwenye kwamba Qur'ani ihifadhiwe, hakwenda kama Qur'ani itumiwe.
Matatizo mengi tulokuwa nayo leo kwamba ni mahodari sisi wa kusoma Qur'ani, lakini ni wajinga katika kuifuata Qur'ani. Samahani kulitumia neno hili. Sasa kwenye Qur'ani kuna maneno matatu yamekuja: falyafu waliyasfahu. Jina lingine kadhalika limekuja maghfira. Zote sisi Kiswahili ufasiri msamaha, lakini hebu tuangalie haya maneno katika siyaki ya dini yanakuja kwa maana gani? Anasema alafu, kusamehe, huwa isqatu al-uquba anil musii. Pale ukiambiwa efu anhu, yani muondoshe adhabu ya lile kosa. Unajua katika kukosea kuna mambo mawili. Katika kukosea kuna mambo mawili. Kuna mimi kukusamehe haimaanishi ile haki hutakwenda kuilipa. Manake wewe ukikosea kuna mambo mawili katika makosa. Kuna kosa tu halina haki, halikufungamana na haki yoyote. Umenitukana nikakusamehe sawa, lakini umechukua pesa zangu. Kuna pesa kuniregeshea, kuna na kule kuzichukua kwa wasi zako. Vitu vingapi hivi? Umechukua ardhi yangu, umechukua shamba langu. Kule kuchukua ni dhambi, na baadhi lile shamba la nani? Sawa bana, msigombane, mwagombana kwa ajili ya ardhi basi. Sawa, hatutagombana. Wewe ardhi yako bana. Haya bana. Tusiwe na haja tugombane kwa kitu ambacho kwamba hatukugawanywa na Mungu. Ni sisi wenyewe tumeendea bidii tu. Lakini huu ndugu mimi na wewe tulipewa na nani? Hakuna alozaliwa akamwambia hii ardhi yako. Innal ardha lillah. Mwenyezi Mungu mwenyewe asema innal ardha lillah, ardhi ya Mungu. Ardhi yangu, ardhi yako. Pengine kuzikwa utakwenda kupelekwa siku ya kuzikwa, tufukulie wapi? Hakuna nafasi. Huyo ana shamba zima si lake. Subhanallah. Na watoto wakiambia sasa, jamanini babenu amekufa tumzike hapa shambani. Mzike shamba? Kwa sisi kabila fulani uziko kama shamba la nyumbani, unapeleka kikoani huko. Hii ardhi takuiuza sisi, la haula wala quwwata illa billah. Sasa mimi nimekubali kukusamehe, lakini haimaanishi kikusamehe ile ardhi imeshakuwa ni yako. La, ardhi ni yangu. Mimi nimesamehe ule uchukuaji wa kitu changu, lakini kitu changu sijakisamehe. Usiponilipa hapo utanilipa huko. Utanilipa ile ardhi, ilikuwa unilipe mawili, kunichukulia na changu. Sasa asema al-afu huwa isqatu al-uquba 'an al-musii, ay tarku al-mu'akhadha 'ala dhanbi au al-khata'. Msikuchukuli lile ulilonifanyia tena naye bwana. Ya nini bwana kuweka kinyongo? Wajua wewe mtu anapokuudhi ukaudhika, ushajijengea kwenye nafsi yako kutokuwa na furaha, utake usitaki. Ingawa Shakespeare si Muislamu huyo, lakini ni mtu alikuwa na hikma sana. Alikuwa akisema asli hakuna anayeudhiwa. Unajua kuudhiwa? Kukasirishwa. Kila mtu anajikasirisha. Yani kukasirika ni maamuzi. Kukasirika ni maamuzi. Mimi nitakupa mfano. Kila mtu ana mtani wake. Yani kila mtu ana mtu anafanyiana mzaha. Atakuja mtu ni mtu wa kufanyiana mzaha na wewe uzungumze naye akwambia, wewe bwana uache ushenzi wako, uache upumbavu wako. Utacheka. Aje mwingine azungumze na wewe na wewe pia na wewe bwana mpaka ulete upumbavu wako. Mimi mpumbavu? Yule akakwambia mpumbavu ulicheka. Huyo amekwambia mpumbavu ukakasirika. Sasa ni yeye akakukasirisha au wewe ulichukua maamuzi ya kukasirika? Hapa mimi nilichukua maamuzi sitaki kukasirika, ukacheka naye. Hapa ni mimi ndo nimechukua maamuzi, lakini si yeye alionikasirisha kwa sababu ngao nilitaka. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa a'rid 'anil jahilin, yani usiatie maanani mambo ya wajinga. Usijikasirishe kwa mambo ya wajinga. Wao wataka kukasirisha, lakini wewe usikasirike. Na ndio kuna kaida yasema, ukitaka kumkasirisha anayekukasirisha usikasirike. Sijui umenifahamu?
Si unajua huyu bwana kazi yake ni kunikasirisha tu mimi. Wewe kazi yako kukasirika kwa huyu, lakini ukitaka kumuwahi yule anayetaka kukasirisha usikasirike. Basi yule nifanyie halo hakasiriki, sasa anakasirika yeye kwa sababu yeye lengo lake ni kukasirisha. Sasa ikiwa hakufikia katika yale malengo kwa kuwa yeye anakukasirisha, basi wewe huwezi yani wewe utakuwa kinyume. Sasa yeye amekuja akukasirishe, akarudi amekasirika yeye. Sasa Shakespeare asema siku zote ukitaka kumkasirisha anayekukasirisha usikasirike. Sasa hii katika kutochukua, yani tarkul muakhadha ala dhambi au al-khata, kutomkasirikia yule anayekuudhi, mwanzo unajitengezea nafasi nzuri, kifua, furaha. Angalia yule ambaye hakasiriki, ni nadira kumkuta amerudi nyumbani mke wake una nini? Si yule bwana mshenzi pumbavu. Yakirudi nyumbani, vipi leo? Alhamdulillah kuna raha mustari. Yeye amekukasirisha, umekosa timing, ukirudi nyumbani mniache bwana, chakula mume wangu sijisikii kula. Nini? Umefanywa nini wewe hata ujisikii kula? Ilie. Waswahili walisema msemo mtamu, lakini hakuna utumia raha jipe. Ngojea wewe upewe. Jipe mwenyewe baba. Ukingojea kukupa ulimwenguni watu kukupa maudhiko tu. Subhanallah. Sasa wewe hasira mtu anakupa hivi, achana naye. Ila tufahamu hasira kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni lazima. Yani man istughdhiba falam yaghdhab, yani istughdhiba fillah, kaudhiwa kwa ajili ya Mungu. Unaona watu wanafanya machafu, unaona watu wanafanya madhambi, wewe sema shauri, lazima ukasirike hapo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma Jibrili kwenda kuangamiza sehemu. Ambaye Jibril, naenda kijiji fulani kile kaangamize. Jibril alipokwenda akamkuta mtu ana tasbihi tunda kama kandili. Tasbihi kubwa. Ndevu paka hapa analeta uradi. Kaambia ya Rabbi, lakini pale kuna mcha Mungu. Akamwambia mwanze yeye. Ile nyumba yake anza sehemu hiyo. Akamwambia kwa nini ya Rabbi? Akamwambia lam yatama'ar wajhahu liajli. Hajawahi hata siku moja kukasirika kwa ajili yangu mimi. Yani watu wanajifanyia machafu, yeye hatajali, hata huzuniki, hata hasikitiki, hata hakosi raha kwamba watu wanakufanya maasi ya namna hii. Yani wewe unaona wasichana vile wanavyopotea kwenye mitandao, jamaa hujilia pare tu, hujilia raha, la ilaha illa Allah. Hukosi raha wewe ukaona ukasikitika ukasema mambo gani haya? Matendo gani haya? Wasichana wa Kiislamu wamekosa mwelekeo leo, wamekosa haya, wamekosa heshima, wamekosa murua, kama hawana wazazi wanakwenda kujitangaza tangaza namna hii. Kwa kitu gani? Lokma taishi, wanatafuta pesa, wanatafuta content, wanatafuta sijui wanahitaji hiyo views, wanatafuta like, kuna na Mungu. Haya ndio ya kukasirisha. Lakini sisi ndio tutazidi gani kijana kizuri, Kiislamu hakijaolewa, haula wala quwwata illa billah. Hebu angalia nyingine zake. Hapo ndipo utakao kasiriki. Na si lazima katika afu an-nisyan kusahau lile ulofanyiwa, si lazima, lakini ni uzuri yani. Lakini hii daraja yake ni toto, kwamba anayesamehe aweza kukusamehe lakini hajasahau, lakini amekusamehe. Lakini muhimu yani atajawuzu anhu adamul intiqam, kuatana naye yani ni kumsamehe na kutomwadhibu. Yani kama kumpeleka, kama mahakama ni ya Kiislamu, kumpeleka kumshtaki, mimi simshtaki, sifanye lolote, kuisha mimi na yeye. Kwa lugha nyingine mmemwachia Mungu basi, lakini mimi na yeye tunaendelea vizuri, lakini mmemwachia Mungu. Hii inaitwa daraja ya al-afu, daraja ya kwanza. Daraja ya pili ni as-safh, hii ni iko juu zaidi, nayo adamu tawaqquf inda dhambi itlaqan. Asli wewe hata huangalia umekosewa nini, mimi sitaki hata kujua amenikosea nini.
kichwa. Shauri yake. Asli wewe hufikiri kufikisha manufaa kwa mwenzako ila kabla hayajafika kwake yafika kwako. Sijui mmenifahamu hapa? Kuna watu huona anapomfurahisha mtu amemfurahisha yeye, kumbe hajui ile furaha imefika kwako bila kujua, kabla haujamfikishia yeye. Unapomuondolea mtu tatizo, wewe unaona ni mimi nimemuondolea yeye, kumbe hujijui umejiondolea wewe tatizo. Na ndio Mwenyezi Mungu akasema man amila salihan, mbona hakusema kwa mwenzake? Fali nafsi. Hii Qur'ani jamanini. Waman asaa, atwende kinyume. Kabla hujafikiria ujue, wakati unapanga kufikisha madhara kwa mwenzako, tatizo kwa mwenzako, shida kwa mwenzako, jua kabla hujamfikishia yeye ushalifikisha kwako. Ujue au usijue. Sema bwana, roho yangu safi ni leo, nimekwenda nimemchamba, nimetoa dukuduku langu, nimempa kiusawa sawa, nimempa kikweli, nimempaka kapakika. Kumbe umejipaka wewe mwenyewe. Umejionesha kwa wewe huna heshima, huna adabu, huna murua, huna. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa amekaa na Sayyidina Abubakar, Sayyidina Abubakar mwenzake humchamba kweli kweli, amenyamaza. Alitarajia Sayyidina Abubakar kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam atamwambia bwana basi, na ujue bwana kuna watu waangalie mbele yake kuna nani. Hata Mtume yeye likija shetani akimtawala amemtawala. Sayyidina Abubakar binadamu ukamshinda, akamjibu. Kumjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam akainuka. Sayyidina Abubakar akamwambia Rasulullah, mmetukanwa mimi hata umekaa leo, mimi nimerudisha moja tu. Akasema ilikuwa ni baina ya shetani na malaika. Wewe hujibu, Mungu ameweka malaika na kujibia. Ulipojibu wewe kumekuwa ni shetani na shetani. Mimi siwezi kukaa mahala kuna mashetani wawili. Mimi siwezi. Muona ilipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni upande mmoja tu wa shetani, lakini upande huu Mwenyezi Mungu ameweka malaika. Meka makini. Lakini sasa kulipopambana shetani na shetani, na ndio ukaona shetani anapotawala kwenye nafsi, shetani anapotawala kwenye moyo wako, hata masikio sio tena yale. Wewe angalia wale watu wameanza kuzungumza, wana mambo watakuzungumza. Bwana vipi zile pesa zangu? Wewe hata hujui anazungumza nini. Vipi bwana pesa zangu? Bwana subiri bwana, wewe bwana kila siku subiri bwana. Sasa sauti inaanza kufanya nini? Inapanda kidogo. Vipi bwana? Sasa tutalipa lini wewe bwana? Umeona sasa shetani sasa akija, hata haya mashikio hayasikii. Inakuja bwana, wewe endelea na upumbavu wako, wewe endelea na ushenzi wako, wewe endelea na ujinga wako. Ni mulko ukizungumza taratibu. Na ndio hujawahi kumwona mtu, ngojea mwanamke neno anaolipenda neno gani? Umwambia neno gani? Umesikia mpaka tunene kizungu. Yaani ukimwambia mke wako nakupenda, au mpaka anaona wewe unanipenda Kiswahili, mimi nataka unipende na mimi kizungu. Hebu leo jaribuni nyinyi wanaume, ukaenda mwambia mke wako nakupenda, mbona leo lugha hii? Lakini ukimwambia I love you anajua hapa sasa ndio umenipenda. Lakini hii I love you, wewe mke wangu I love you, haipendezi. I love you kila ukivunja inazidi kuwa tamu, kwa sababu maneno mazuri yataka pia kutamka kwake kwa uzuri, hata sauti yake nzuri. Hujawahi kuona watu I love you kama wanataka kupigana? Na haiendi wewe nitakupiga, ataona yeye halifai shatuki piga kisasa. Yani unajikaza pengine hata kupiga kwenye hujui, lakini unajikaza onekane angalau wewe mbabe. Sasa asema as-safhu adamu tawaqufu inda dhambi itlaqan. Usiangalie mimi nimekosewa,
Hii ndio inaitwa safha. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu asemaje, fasfahi safhal, yani ni wewe hata usitaje, ndo safha aljamil. Safha aljamil ni kwamba wewe hata hutaji bana, yule bana sijui lini ataacha kunikosea. Wewe hutaji kabisa kwamba wewe umewahi kufanya nini, kukosewa. Wataghadhi anhu kulliyan, funga macho kama hukuona. Ngoja wewe, kama kuna mtu amefanya kosa hukumuona, utakwenda kumlaumu? Humumlaumu. Kwa sababu gani? Hukumuona. Yani mathalan wewe wazungumza na mtu, huku nyuma kuna mtu, wewe humuoni, utamzungukia tu bwana, tena usije ukasema mimi Sasa wewe ni kosa umefanyiwa, lakini wewe umelifanya nini? Umefunga macho kama ambao hukufanyiwa. Hii ndio inaitwa safha. Manake safha ndani yake kuna ile afu, lakini yataaddahu, yaipita ile ila taharati alqalbi min ayi dhaghinatin. Moyo wako wa safi, hauna chuki, humbebei chuki yule aliyokosea. Ukiona umemsamehe mtu na hujambebea kinyongo, hujambebea chuki, ujue wewe msamaha wako ni stage ya pili. Sasa kuna hii stage ya tatu, al-maghfira. Maghfira sasa hii ndio kubwa zaidi. Fahiya satru dhambi wa adam al-fadhi bihi. Sio asli hata kutaja wewe. Maana yake zingine mtu jua yule fulani, yule bwana aliwahi kunikosea mimi, nimsamehe, lakini bado wewe hujafika kwenye maghfira. Maghfira asli ni kusitiri. Ndio hii kama Mwenyezi Mungu anapokusamehe. Sasa kuna na moja ya Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi. Mwenyezi Mungu akishakufika kwenye daraja ya maghfira, hufika daraja sasa akaona sikusamehe tu, sio umenikosea, yale makosa akayabadilisha akayafanya thawabu. Mwanadamu hili halijatokea. Hati mtu umemkosea ukamwambia bwana nakualika kwa lile kosa ulilonifanyia. Shukuru, akwambia mmekufanya nini? Mmekusamehe. Shukuru. Anapokukosea mwambie aje hapa. Njoo hapa. Anapokukosea shukuru, lakini ati baada ya kukosea wewe ushawahi kumwalika alokosea? Niangaliani huku. Ni aingia mko na haja. Hata ingia Israeli mtamwangalia. Ndio watu watafunga macho hapa. Ushawahi kumwalika? Hebu tuwe ni wa kweli jamani na nafsi zetu. Ushawahi kumwalika alokosea? Haikuna. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa akimwona Ibn Ummi Maktum akimwambia marhaban biman atabani bihi rabbi, karibu kwa yule ambaye kwamba kwa sababu yake mimi nilirekebishwa ndani ya Qur'ani ilipokuja aya abasa wa tawalla an jaahu. Mimi nawe ngasema huyu bwana alinitia kwenye mitandao bwana, alinitia huyu umetoka kwenye Qur'ani. Hii mitandao haenda siku mbili ikamalizika. Hebu nitajie tarehe. Eteni kiti kimoja hapa. Marhaban biman atabani rabbi. Mweke hapa. Umeona mtu kumfurahikia ilikuwa ni sababu ya wewe kulaumiwa na nani? Jamani, ni kwa na mimi hapa. Amelaumiwa na Mungu. Qur'anun yutla ila yaumil qiyama, ni Qur'ani usomwa mpaka siku ya kiyama, si masala ya haya. Wajua sisi tunaweza uona kwenye mitandao utasikia huyu amemlaumu huyu amemlaumu. Yaweza kuwa ni kweli, yaweza kuwa mtu sangine anamlaumu mtu kosa lake yeye, lakini anataka kujifanya nini? Kupoteza. Lakini haiwezekani Mwenyezi Mungu amlaumu mtu ambaye si yeye. Yawezekana? Na ndio wakati wa Harun al-Rashid alikutana na mtoto asubuhi, ametoka akakutana na mtoto, akamuuliza wenda wapi? Akamwambia nenda madrasa. Zamani hapo alikuwa hakuyaya hizi zenye
Si kweli, hizi sikuli. Siku hizi ukimwona mtoto asubuhi alfajiri mapema, usijue enda kusoma Qur'ani wewe. Enda kusoma A apple, B ball. Kitu cha kwanza ongea kwenye akili yake. Kisha mwataka watoto wawe educated. Na wao mwanzo wamesomeshwa ma apple, litakuwa lapenda kula tu hilo. Ball lapenda matezo tu. Jamani, nini? Sisi wa Afrika katika elimu twapotezwa sana. Na hakuna kitu kama elimu. Haswa sisi upande wa kosti, wa pwani, kwenye elimu twadanganywa sana. Elimu haswa nikipendelea hii ya sekula. Madrasa mashallah. Wasomeshao madrasa wajua dhima, ile dhima. Take responsibility. Kwamba hili ni jukumu. Kidogo nitoke kwenye maudhui niwaambie faida ya elimu. Hakuna nchi zina uchumi mwingi kama Middle East. Dubai, Saudia, Qatar, Kuwaiti. Lakini walishindwa na Irani kwa kitu kimoja. Irani waliinvest katika elimu. Hawa waliinvest kwenye starehe. Yaki pesa wale wanazo Middle East, Irani hawashiki hata kidogo. Lakini hawezi kutengeneza chochote, perfume tu. Perfume basi. Waarabu tengeza perfume tu. Watu tengeza silaha, watu tengeza teknolojia, sijui hizi zaitwaje zinyukulia. Wao tengezea mafuta mazuri. Ndio nyukulia wale nazo. Kwa sababu gani? Hawakuangalia umuhimu wa elimu. Ukiwa na elimu unatishia. Naam. Harun Rashidi sasa alipopambana na huyu mtoto akamuuliza, "Wenda wapi madrasa? Wasoma sura gani?" Ule kijana akamwambia, "Mimi nasoma Alam Nashrah laka sadrak." Mashaallah. Harun Rashidi akamwambia Mwenyezi Mungu, "Barakallahu fika." Akaenda zake, kurudi akapita ile madrasa. Kwa safari fupi, akipita ule mwalimu, "Alan, salamu alaykum." "Salam." "Bwana, naweza kusikiliza watoto kidogo namna wanavyosoma Qur'ani?" Akamwambia, "Naam." Akasimamishwa yule mtoto, "Wewe uko sura gani?" Sasa uko mbele ya mwalimu. Akamwambia, "Niko kwenye Abasa wa Tawalla." Huyo ameniambia mimi pale huko Alam Nashrah. "Mbona huku kwa Abasa wa Tawalla?" Akamwambia, "Wewe si mimi nimekuuliza pale asubuhi." Lakini angalia wale watoto walivolelewa. Akamwambia, "Naam." "Mbona umeniambia kwa Alam Nashrah?" Akaona asubuhi nikwambia Abasa nikukunda uso. Mmekupa bishara Alam Nashrah. Umeona? Kakupa bishara asubuhi. Yani kuna watu ukionana, "Boss, unao breaking news." La haula la taratibu. Ngaka kama breaking news umepandishwa mshahara, lakini breaking news mshahara mareni hakuna bwana. Sallallahu. Ya akhi, ala kulli hal, al-maghfira fahiya satru dhambi wa adamu al-fadhi bihi. Kutotaja, hataji kabisa kwamba yeye aliwahi kukosea. Poleni, lakini huo ndio kweli. Hapa mimi mkinipa guarantee nimsimamishe mtu, nimuulize walokufurahisha wawakumbuka? Hawakumbuki. Lakini muulize mtu walokuudhi. Tusemeni kweli, bali lizano ala nafsi. Leo tukitajana pamoja mtu, "Swala, hebu inuka. Niambie alokufurahisha nani katika maisha yako?" Na akiwataja hawafiki watatu. Lakini muulize walokuudhi, basi kuna na ule na kila mtajao utasikia alikubwa zaidi, sababu hatujasamehe. Na ndio kaangalia katika Qur'ani walomkosea Mwenyezi Mungu ni wengi sana, lakini waliotajwa hawafiki vidole vya Firauni, Hamana, Karuni. Kwa nini? Sababu si muhimu kuwaweka na kuwataja wale kukosea. Muhimu ni kutaja kosa, kujulikane kosa. Lakini wewe sasa wengine wote na usingizini akawataja. Yule mmoja alikuwa akitembea na mwenzake. Yule bwana akifanya zuri, huandika kwenye mtafuta jiwe zuri akalichonga akaandika pale. Akimkosea huandika kwenye mchanga. Walipofika akamwambia, "Bwana, mimi naona vitu vili. Kuna mambo wewe ukiandika kwenye jabali, kuna mambo ukiandika kwenye mchanga." Akamwambia, "Yale niloandika kwenye majabali ni mazuri ulionifanyia.
Yale aliyoandika kwenye mchanga ni mabaya, kwa sababu ukija upepo tafuta. Lakini lile aliloandika kwenye jabali, hata ikaja mvua itabaki pale pale. Nikumbuke mazuri ulionitenda. Sisi ni kinyume. Utaliandika kama una simu 4 utaziandika kwenye simu zote. Lani maana sikufula na tarehe. Subhanallah. Sasa kusamehe, maghfira, satru dhambi wa adamu alfadhi bihi, ni kulistiri lile kosa na kutolifedhehesha. Na hakuna tatizo tulonalo sisi Waislamu, haswa hawa vijana walioko kwenye TikTok. Huona ni sawa, mtu amefanya jambo tu bana, mpata hiyo naye atamtumia kufedhehesha. Na Mtume SAW asema, mwenye kumfedhehesha Muslim hapa duniani kwa dhambi yoyote, hafi ila ifanye. Ufi ila na wewe utaifanya. Na usipofedheheka hapa, ubaya nkufedheheka kesho siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid. Khudhil afwa, yani kuwa wewe maisha yako ni kutukua msamaha. Ndugu zangu, msamaha, nimalizie, msamaha ni kitu ambacho kwamba chaleta furaha katika jamii. Ukiona jamii yaishi kwa kupendana, si maana haikoseani, lakini ina tabia ya kusameheana. Akhi, Waswahili walisema kitambo, kata na mtungi haziachi. Hiyo kata ndo kazi sasa kuifahamisha. Sasa tuseme glasi, maana yake kulizo kata kuna tena. Yani kwa hiyo mitungi pia hakuna. Chombo kile unachotekea maji ndani na kile chombo unachochukulia ukatekea, lazima kigongane. Nini maana yake? Yani unaishi naye ni lazima. Wewe waweza kukosana na mtu hujawahi kuishi naye? Kuna wewe ushawahi kukosana na Mchina? Wako China, wewe uko huku. Huwezi. Shati mtu uwe karibu na yeye. Kila ukiwa karibu zaidi na yeye ndio lazima tarajia kufanya nini? Kukosana. Lakini ndio Mwenyezi Mungu akamwambia, khudhil afwa. Wewe chukua maisha yako siku zote nikuchukua msamaha, nikusamehe. Tumswalie Mtume. Nimalizie kwa hichi kisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya ghazawati, kama sikukosea ni ghazwat Hunain, kulikuja yani mshtuko mkubwa kwa Waislamu. Hata Mwenyezi Mungu ameitaja, wa yauma Hunain idha ajabatkum kathratukum. Siku ya ghazwat Hunain Waislamu walitapakaa, yani walitandazwa, wakawa mbange, huyu huku. Ukaja upepo mkali na siku zilikuwa za jua kali. Ikafika time watu kila mmoja kivyake ajipumzishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akatafuta mti, akatukua upanga wake, akautundika kwenye mti, akalala. Akaja bwana mmoja aitwa Da'thur. Huyu Da'thur alikuwa amekuja, lengo lake kwenye hivi vita amtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, ammalize ile basi tupumzike, metukoma hapa. Kama baadhi ya watu kuwatafuta baadhi ya watu, tukoma hapa bwana, Mungu atupumzishe naye. Tupumzishe na Mtume, wewe unawazimwe? Kuna mtu mwenye raha kama Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini ujue kuna watu walikimwona Mtume amewakoma zako. Usione wewe kwamba kuna mtu akukasirisha, ulionitukia mimi hata sikufanya lolote. Mtume aliyofanya nini Makureshi? Hele naambia nyinyi, Mtume aliyofanya nini? Lakini Mwenyezi Mungu alileta huu mfano ili uelewe kuwa mwema ufike wapi. Lazima kuna watu watakuwa umewakoma hapa kwa ule wema wako. Tumsalie Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelala makini, Bukhari wa 50 fi qararin makin. Da'thur akaja akanyata mpaka kwenye upanga, akautukua upanga akaushopoa upanga wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kishtuka, huyu bwana yeye Mtume amelala. Yani wewe jisawirishe, wewe umelala, ukishtuka jamaa amekusimamia na upanga wako, kuna lipi tena hapo? Ni hayo sasa akwambie
haya omba maombi ya mwisho. Utaomba we mwanzo utakwenda haja kubwa na ilikuwa huna. Lakini yule bwana aliposhopoa Mtume akashtuka, yeye akamwambia man ya'simuka minni ya Muhammad, nani leo ataweza kukuokoa? Nani? Kwani wewe uniona mimi nani? Wewe unijui? Mtume likamtoka pale pale sallallahu alaihi wasallam, Allah. Lakini hichi kilma fikiria chatoka kwa nani? Na wallahi hichi kilma ukikitaja kutoka mahala pake, hakuna mahala ila lazima itaathiri. Allah! Yule bwana hapo hapo kama alopigwa shoti, upanga ukamwangukia. Mtume akauokota sallallahu alaihi wasallam, akamwambia wa man ya'simuka minni ya Da'thur, mimi nilikuwa na Allah, wewe sasa. Da'thur akamwambia kun khaira akhidhi, please you are enough. Sama manake utatafuta kila lugha ya kumuonesha kwamba ilikuwa na kujaribu tu. Wajua tena mambo yakiwa yamegeuka sasa ni kwako. Kun khaira akhidhin, ye aslan khaira akhidhin, hakuna katika ulimwengu khaira akhidhin kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna wala hatotokea khaira akhidhin. Aliwaambia Makureishi, mulidulia masahaba zake, hakuambia ni Makureishi walomuulia masahaba wake, Makureishi waloadhibu watu wake Maka, Makureishi walokuwa ni mchango mkubwa wa kuteseka ammi yake Abu Talib, kipenzi cha nafsi yake, kipenzi cha roho yake, kipenzi cha pumbao lake, nana Khadija radhiallahu anha wa ardhaha. Akawanyanyasa mpaka wakawa wanakula miti majani kama wanavyokula mbuzi. Lakini aliwaambiaje? Siku sasa ameingia Maka, ameishika Maka. Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, nyinyi mmenifanyia hili na hili, nyinyi mmenifanyia hili na hili, nyinyi mlifanya kadha kadha kadha, mimi leo mwaona mimi nitawafanyia nini? Sivyo vile ilivyosema aya, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha la la la. Hawa ni muluku yamlikuna alquluba biquwa. Muluk, viongozi wanamiliki nyoyo, hatoa ulimi wako usikiwe. Lakini mitume yamlikuna alquluba bilhub, kwa mapenzi, kama penzi. Mimi nitawafanyia nini? Aliwaambia akhun karim wa ibn akhin karim, bas wewe ni kijana mzuri, ndugu mzuri, na babako pia alikuwa mzuri. Idhhabu fa antum tulaqa, nendeni. Tulaqa yani mumeachwa huru, fanyeni mutakalo. Leo viongozi wetu wanapopata uongozi ataka ku revenge. Angalia Uislamu, nakwambia unaposhika muumini wa magharibi leo wamemiliki ardhi, wanatoboa, wanafanya maternal, sijui wanafanya nini, wananifanya nini. Lakini ule Charles alisema tumeimiliki ardhi, tukatoboa kila sehemu, tukatoa njia kila sehemu, lakini tulishindwa kumiliki nafsi zetu. Basi na muumini yatakiwa yeye amiliki, na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema laysa shadidu bisar'a, mwenye nguvu si yule anayejua kushika watu mateka akawaangusha. Innama shadidu man yamliku nafsahu indal alghadab. Shadidi ni ule unapokerwa, unapoudhiwa. Utakuwa vipi? Na uelewe shadidi sio ule mnyonge. Ilikuwa leo tuje tuoneshe tofauti ya msamaha. Kuna msamaha wa mnyonge, tamfanya nitampeleka wa polisi yake serikali yake, utampeleka wa. Huu sio msamaha. Msamaha ni kwamba naweza kufanya nini? Kumuonesha, naweza kumlipiza, lakini mimi msamaha. Hapo wajua kuna msamaha wa wanyonge, ule si msamaha. Suala ungekuwa wewe una power, simu moja tu ile nitampoteza, mimi namsamehe. Mtume SAW ameingia Maka, hapo anapanga zaidi ya 10,000 panga. Aweza kuzambia haya, atakaye kujaribu upanga wake ni leo, chinja, kanyaga, piga, choma, rarua, sijui ua.
Hakuna hata mmoja fanya hilo kabisa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsamehe Da'thur. Natija, Da'thur alimwambia mimi sasa hivi sisilimu, lakini nakuahidi siungamani tena na yoyote atakayekupiga vita wewe, kwa msamaha. Baadaye alisilimu, lakini pale pale, na hii ndio maukifu walikuwa nayo, hakuna unafiki. Sio basi mimi niko na mimi nakwambia faraha, mimi sisilimu, lakini yoyote atakayekupigana na wewe mimi simuungani na yeye kabisa. Akarudi zake akawaambia watu, nimewajia kutoka kwa mtu mbora, naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, usitoke katika majlisi kama haya. Una utesi na mwenzako, msamehe. Kuna mtu una chuki naye, atana nayo, ishi. Hii moyo ni mdogo, hauna nafasi. Taka uingize upendo, furaha, samaha. Tusamehe. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Na Mwenyezi Mungu alituuliza katika Qur'ani, ala tuhibbuna an yaghfira. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sameheni musamehewe. Ukisamehe na wewe, Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu